Asante Fatuma Hassan kwa kutujuza habari za kitaifa, kimataifa na biashara. Na sasa ni wasaa habari za michezo na burudani. Niko hapa golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Mashindano ya watoto ya kuogelea Swahili Talents msimu wa 3 yanatarajiwa kufanyika tarehe 23 hadi 24 mwezi huu mwaka huu, akiwa na lengo la kuibua vipaji vya watoto hao, ambapo hadi sasa jumla ya watoto 300 wamejiandikisha kushiriki, wakijumuishwa na wenye mahitaji maalum. Wakizungumza na waandishi wa habari za michezo baada ya kutangazwa kwa mashindano hayo, waandaji na wadau ambao wamejitokeza kuunga mkono mwaka huu wameeleza umuhimu wake katika kuibua vipaji. Mashindano haya ya kuogelea ni kwa ajili ya kukuza vipaji. Na katika mashindano haya, katika huu msimu huu wa 3, ni msimu ambao tunashukuru kwa sababu tumeweza pia kuigusa jamii. Hatujagusa tu international schools, tumegusa jamii pia. Mara zote tunajikita tukitafuta nafasi au maeneo ambayo tunaweza tukaiendeleza au kuiendeleza jamii yetu, kuendeleza Watanzania wenzetu. Na kama mnavyojua, watoto ndo future ya jamii yetu. Kwenye hii competition kuna shule takriban 25 ambazo baadhi ni public na nyingine ni private. Lakini pia ile inclusive program yao ya kuwahusisha pia watoto walemavu, kwa sababu sisi tunaamini kwa watoto wa Tanzania wanastahili fursa regardless ya wapi wanapotokea, regardless ya background gani ambao wanatokea. Tunaamini kabisa vipaji mbalimbali ambavyo vitaendelea kuibuliwa mahali hapo vitapata moyo. Vijana wanaoshiriki mashindano ya Ansgar Cup ngazi ya kata kwa mchezo wa mpira wa miguu na mchezo wa mpira wa pete katika kijiji cha Kilagano, halmashauri ya wilaya ya Songea mkoani Ruvuma, wameomba wadau wa soka mkoani humo kuwawezesha kupata vifaa vya michezo kwa lengo la kuendeleza vipaji vyao. Maombi hayo yametolewa na mratibu wa mashindano Shadrack Ngonyani wakati wa zoezi la uchunguzi wa macho, upimaji wa virusi vya ukimwi na uchangiaji wa damu, zoezi ambalo limeendeshwa na madaktari kutoka hospitali ya Mtakatifu Joseph Peramiho kuelekea siku ya wauguzi duniani hapo kesho. Wengi wanapenda mpira, kwa tulikuwa naomba kama kuna uwezekano tukapata jezi, mipira na baadhi ya vitu vingine, hata first aid kit na michango mbalimbali ambayo sisi tunaweza tukapata na ikasaidia mbele ya safari yetu katika kukuza vipaji vya vijana kwenye michezo. Na leo kulikuwa na mechi 2 ambazo zilikuwa zina mvuto kwa watu wengi. Kwa hiyo tukaona ni siku nzuri kwa sababu kuna wingi wa watu, na sisi tunaweza kufanya tukio letu la kiuguzi kwa kutoa elimu, kuchangisha damu na hiyo huduma ya uchunguzi wa macho. Kwa mazingira ya huku nadhani inasababishwa na vumbi. Kwa hiyo watu wengi wanakuwa wanawashwa sana macho, yanakuwa yanauma. Kwa hiyo jamii inatakiwa ihamasike kufahamu kwamba magonjwa ya macho yanatibika wakija hospitali. Kwa hiyo wasikae nayo tu huku nyumbani, kwa sababu kutoka hapa kwenda Peramiho si mbali sana, lakini wagonjwa wengi wako huku lakini hawajaweza kufika kwa ajili ya matibabu. Wakati wa Tanzania wakiyasubiri kwa hamu mashindano ya AFCON 2027, mdhamini mkuu wa ligi kuu soka Tanzania bara na wadau wakubwa wa mchezo wa soka nchini wameeleza kujipanga na matumizi ya malipo kupitia njia ya kidigitali ili kuenda sambamba na kasi ya ukuaji wa teknolojia. Haya yameelezwa wakati wa uzinduzi wa kampeni ya Shinda Trip ya Mauritius, ambapo wapenzi na mashabiki wa soka watajipatia nafasi ya kwenda kutalii kisiwani humo. Wadau wakubwa zaidi wa mpira nchini. Kuna mambo mazuri ambayo tuko jikoni tukiandaa kwa ajili ya kuwawezesha washabiki mbalimbali na wadau wa soka watakaokuja nchini kwa ajili ya kuangalia michuano hii ya AFCON, kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwapa huduma bora, kuwapa urahisi kupitia sehemu zetu za kutoa huduma, lakini vile vile kuangalia ni namna gani tunaweza tukaifanya safari yao ya matumizi watakapokuwa nchini kuwa rahisi. Serikali kupitia Baraza la Michezo la Taifa BMT kwa kushirikiana na Chuo cha Maendeleo ya Michezo nchini Malia imeanza kutekeleza maagizo ya Waziri wa Michezo nchini ya kutoa mafunzo kwa walimu wa michezo ili kuandaa na mpango mpya wa mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji na uibuaji wa vipaji kupitia mashindano ya michezo mbalimbali. Kwa undani wa taarifa hiyo tuungane na Elia Kimani. Akizungumza wakati wa mafunzo kwa walimu wa shule mbalimbali za sekondari na msingi mkoa wa Arusha na Manyara, mkuu wa Chuo cha Maendeleo ya Michezo Malia Dr. Jonas Tibaroha
amesema kuwa mpango huo umekuja baada ya serikali kupitia Wizara ya Michezo kugundua mapungufu kwenye mashindano hayo, hususan ya shule za msingi ya UMITA SHUMTA. Tumesema tafadhali UMITA SHUMTA kuna tatizo kubwa sana kwenye mashindano yao, na baada ya wizara kuwa imeelewa tulichokuwa tunawaambia, wakasema basi ya mafunzo yafanywe nchi nzima kwa walimu wote wa michezo. Na nimemsikia waziri wa michezo mara kwa mara anaongea, kama huna utaalamu wa michezo fanyeje? Sifundishe michezo. Watoto wadogo ambao ni potential wanatakiwa waanze kuexperience michezo kama hii. Mnasema kabisa huyo hatatusaidia sisi, tunamwacha, sio? Mtoto anapoteza interest ya michezo, hamuoni tena. Sasa tukasema tuanze kuambieni na muanze kujiandaa kisaikolojia. Kuanzia mwakani mtacheza mashindano ambayo yatakuwa na format hizi kwenye UMITA SHUMTA, na watoto ambao wanajifunza na watoto ambao wanashinda. Hali inafungua National Academy. Sasa mnafikiri tukiendelea na utaratibu huo watoto tutakuwa tunawapata watakuwa ni wachezaji kweli? Mwalimu ambaye amejaa uzalendo wa kweli, mwalimu mwaminifu, hawezi kuleta wanafunzi ambao wameenda umri zaidi wale ambao wameelekezwa na serikali. Na nitumie nafasi hii kuwaasa walimu wote wakipewa jukumu la kushiriki mashindano ambayo yako chini ya serikali, na serikali ina mipango yake kupitia mashindano hayo, kama shule za msingi na sekondari, wafuate misingi ya taratibu na maelekezo ya serikali katika kuwapata vijana na kuwasimamia kuendesha yale mashindano. Mafunzo haya yatafanyika kwa siku 5 kwenye dimba la Tanzanite kwa raha mjini Babati mkoani Manyara. Kutoka wilayani Babati mkoani Manyara, mimi ni mwanamichezo wako Elia Kimani, Channel 10. Taarifa ya Elia Kimani natupeleka kuangaza yale ambayo yamejiri katika michezo anga la kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Nyota wa klabu ya Chelsea Estevao Willian rasmi sasa atakosa mashindano ya kombe la dunia mwaka huu baada ya kupata jeraha kubwa la misuli ya nyuma ya paja. Taarifa kutoka jijini London nchini Uingereza zinaeleza kuwa nyota huyo chipukizi wa Brazil hataweza kurejea uwanjani kwa wakati unaohitajika kabla ya kuanza kwa mashindano hayo makubwa ya dunia yatakayofanyika katika nchi za Marekani, Canada na Mexico. Taarifa hizo zinaongeza kuwa benchi la ufundi la timu ya taifa ya Brazil chini ya mwalimu Carlo Ancelotti tayari limeanza kufanya tathmini ya majina mbadala kutokana na hali ya Estevao kuonekana kuwa ngumu. Jeraha hilo limetajwa kuwa miongoni mwa majeraha yanayohitaji muda mrefu wa kupona, jambo linalopunguza kwa kasi nafasi yake ya kuitumikia Brazil katika mashindano hayo. Hadi sasa bado hakuna tamko rasmi la mwisho lililotolewa na shirikisho la soka la Brazil CBF juu ya wachezaji watakaowakilisha Los Canarinhas nchini Marekani, lakini kuwakosa Estevao, Rodrigo Goes na Eder Militao ni pigo kubwa kwa mabingwa hao mara 5 wa dunia. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Asante Kenny Malila kwa kutujuza habari za michezo medani za kimataifa, na kufikia hapo hatuna la ziada kutoka kwenye chumba cha habari za michezo na burudani. Kwa niaba ya wote, mimi ni Eden Bahati, goalkeeper kisasa wa mpira. Nirejeshe matangazo haya kwake Fatuma Hassan kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus.